Kaunti ya Kirinyaga. Katika kaunti ya Kakamega yupo mwanafunzi wa kidato cha 4. Huyu anatuhumiwa kumuua anayetajwa kwamba ni mpenzi wake ambaye alikuwa anasoma kidato cha 2 katika moja ya shule ya upili pale katika kaunti hiyo ya Kakamega. Kwa asubuhi saa 11 kamili kuna watu walikuwa wanakuja kunilimia. Ndio walifika hapo wakapata mtu amelala kwa njia. Ng'ombe zilisituka zikatoka kwa njia. Ndio walimulika tochi ya simu. Alafu wakaona mtu amekatwa. Msichana amekatwa. Hivi vituko vyao vilianza mapema. Mimi nilisikia kwa watoto, nikaita Grace nikaongea naye. Kamwambia kuletanga kijana kwa nyumba yenu sio vizuri. Muda kidogo tena nikapata kijana. Alikuwa anapita huko kwangu, tukaongea naye, nikamwambia, "Wewe, huyo ni mwanafunzi, uachane naye." Akaniambia, "Zenge, nimesikia sitarudia." Sasa leo asubuhi ndio napata ripoti Grace ameuawa. Alikuja kwa boma mahali msichana huwa analala. Baadaye wakasindikishana mpaka mahali karibu na shule. Ndio mahali iliuliwa. Uwezi ajilia tu mtoto analala na mvulana kwa nyumba, unajua kile kinafanyika na inaendelea hivyo. Huyu mwanafunzi ambaye aliuawa alikuwa ni mjamzito. Wazazi wake walijulishwa na shule kwamba mwanafunzi alikuwa mjamzito. Ile walienda kwa ile boma ya kijana ambaye anashukiwa kupeana ujauzito. Ni kama mzee babu ya huyu msichana alikwenda kuuliza baba ya kijana, na pengine tunadhania ya kwamba baada ya huyu kijana kugundua kwamba amesemwa ni yeye alipeana ujauzito, anaweza kuwa aliamua kukuja huku kwa boma ya msichana kumwamusha asubuhi na labda akatekeleza hicho kitendo cha unyama. Ni kutoka katika kaunti ya Kakamega. Mwanafunzi wa kidato cha 4 alikuwa na mahusiano na binti wa kidato cha 2, hatimaye amemuua. Tuhuma ndio hizo.